إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaahidi waumini mambo matatu makubwa. Katika mambo hayo liko jambo moja ambalo linatuhusu wakati wetu huu zaidi na zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema: wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale ambao wameamini miongoni mwenu na wakatenda matendo mazuri. Ahadi ya kwanza akasema: la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim, atawapa uongozi katika ardhi kama alivyowapa uongozi waliokuwa kabla yao. Atawapa uongozi katika ardhi, watahukumu kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, watafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watawalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa mbele katika mambo ya dunia na akhira. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowapa uongozi waliokuwa kabla yao, waliokuwa katika hali hiyo ya imani na kutenda matendo mazuri. Jambo la pili: wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, atawamakinishia dini ambayo Allah amewaridhia uifuate dini hiyo. Kwa maana atawamakinishia Uislamu uweze kuenea mashariki al-ardhi wa magharibiha. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zienee mashariki al-ardhi wa magharibiha, tauhidi ienee mashariki al-ardhi wa magharibiha. Na jambo la tatu: wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia kutoka kwenye hofu kuja kwenye amani. Badala ya kuwa na hofu, miji haitawaliki, watu hawawezi kuishi kwa amani, majambazi wamekuwa wengi, uporaji umekuwa mwingi, huwezi kusafiri kijiji na kijiji, achilia mbali mkoa kwa mkoa, kama ilivyokuwa kabla ya Uislamu na kama ilivyokuwa watu walivyoacha muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo ya Waislamu, wakaacha muongozo huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa hawana amani. Anasema: wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, watawabadilishia kutoka kwenye hofu kuwa na amani. Kisha akamalizia kwamba katika masharti ya kupewa haya ni yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, wawe wananiabudu mimi peke yangu na wasinishirikishe na chochote katika ibada. Idhan, mambo haya matatu ndio ahadi kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waumini. Jambo la kwanza
ukhalifa katika ardhi, ambao wataongoza dunia kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, dini itamakinika na kuenea mashariki al-ardhi wa magharibiha. Jambo la tatu ni amani. Jambo la tatu ni amani, na hapa tunataka kupazungumza na kupaangalia kwa umakini mkubwa kabisa, kwamba ikiwa amani imewekwa kwamba upatikanaji wake ni kumwabudu Allah na kutomshirikisha, maana yake ni jambo kubwa, linahusishwa na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Maana yake ni jambo kubwa na ni jambo lina umuhimu na fadhila kubwa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha Makuraish waache ushirikina, wamwabudu yeye peke yake. Akasema, falyabudu rabba hadha albayt, wamwabudu mola wa hii nyumba, yani al-Kaaba. Hao Makuraish ni wajibu kwao wamwabudu mola wa hii nyumba, yani al-Kaaba, na wala wasiabudu masanamu kina Lata na Uzza na wengineo. Kwa sababu gani? Alladhi at'amahum min ju', kwa sababu huyu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyewalisha kutoka katika baa la njaa. Miji yao ilikuwa na njaa sana, chakula cha shida, maji ya shida, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawapa neema, hali ikabadilika, hali yao ikabadilika kutoka kwenye baa la njaa kuja katika neema. Riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa inatiririka. Alladhi at'amahum min ju', ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewalisha kutokana na baa la njaa. Hali imebadilika kwa sababu ameibadilisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si kina Lata na Uzza. Kwa hiyo anastahili kuabudiwa ni yeye peke yake na wala si kingine. Kisha akasema sababu nyingine ya kuamrisha wamwabudu mola wa hiyo nyumba, akasema wa amanahum min khawf, na akawapa amani kutoka kwenye hofu, kutoka kwenye machafuko, kutoka kwenye uporaji, kutoka kwenye unaishi hujui utaamka asubuhi. Amanahum min khawf, aliyeleta amani hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo angalia hapa, amani, kuleta amani ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuamrisha tumwabudu peke yake, kwa maana hii ni neema kubwa katika neema kubwa ambazo anawapa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema ya amani. Na ndiyo maana akasema kwa sababu ya neema hii kubwa kabisa, basi msimshirikishe na chochote, bali mwabudu yeye peke yake. Na kuonyesha ukubwa wa hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo imepokea au ameitoa Imamu Tirmidhi na kuisahihisha yeye na maulama wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya, na katika riwaya fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, yule ambaye ataamka asubuhi akiwa nyumbani kwake ana amani kabisa, hajavunjiwa, ana sehemu ya kuishi. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ameamka asubuhi ana amani, hajavunjiwa mlango, ana amani pa kuishi anapo. Aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi, amesalimika katika mwili wake, hana maradhi. Indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku hiyo tu, chakula cha asubuhi,
cha mchana na cha jioni, kesho hajui atakula nini, au cha milo miwili, kesho hajui atakula nini, au cha mlo mmoja, kesho hajui atakula nini. Lakini yuko katika hali hiyo, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku moja tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kwamba mtu huyu yuko katika neema kubwa sana, neema ambayo fakaannama hizat lahu dunya, ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote anayemiliki. Na katika riwaya bihadhafiriha, kana kwamba anaimiliki dunia kwa pembe zake zote. Maana yake ni kwamba mtu anapokuwa katika amani ya sehemu ya kuishi, amepata chakula cha siku yake, hana maradhi, mtu huyo ni mfalme mkubwa sana. Neema hii tunatakana tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, mkishukuru basi tutawazidishieni hiyo neema. Neema yoyote tukishukuru Allah subhanahu wa ta'ala anaizidisha, tukikufuru neema hiyo basi Allah subhanahu wa ta'ala anaiondosha. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala mazid at-tawfiq wal-islah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ndugu Islam, milio, kelele za kutaka kuandamana na kuahidi kuchoma nchi na kuahidi kufanya vurugu, hii ni manhaj na ni njia ya mufsiduna fil ardh, ni njia ya wafanya ufisadi katika ardhi, si njia ya Uislamu, si njia ya ustaarabu, si njia ya watu wenye akili timamu. Hali hii Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nayo wanafiki, akasema wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun, pale wanapoambiwa msifanye ufisadi katika ardhi, wao husema hakika sisi tunafanya islah, tunafanya matengenezo, tunafanya uboreshaji, haya ni maendeleo. Ala innahum humul mufsidun. Allah subhanahu wa ta'ala anajibu kwamba jueni kwamba watu hao ndio wafanya ufisadi, hao ni wafanya ufisadi, wanafanya uharibifu katika ardhi, walakin la tash'urun, lakini nyinyi hamuelewi hilo. Na hawa wanaolingania mambo haya leo hii na kuahidi alanan, mchana kweupe, kwamba watachoma hiki na kile, wataua huyu na yule, hawa njia yao ni njia ya mufsidun, na hawa ni watu wa shari katika jamii. Kila mmoja lazima atahadhari na watu hao, na atahadharishe jamii yake, watoto wake, vijiweni kwake, watu wake wa karibu, kila anayemjua, yawe ni mazungumzo ya kila sehemu katika mitandao, kukandia jambo hili na kulitahadharisha jambo hili, katika vijiwe kulitahadharisha jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ala innahum humul mufsidun. Allah amesema hawa ni wafanya ufisadi, kwa maana ametahadharisha. Sasa wewe kwani unaona aibu kusema wakati una dini ya Uislamu, una sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inayokuelekeza cha kufanya? Kwa nini huzungumzi? Kwa nini unaona aibu wakati jambo likitokea athari inakuja kwa wote ikiwemo wewe? Kwa nini usizungumze? Tatizo la sisi watu wa haki, tunajua kabisa tuko kwenye haki na tuko wengi walhamdulillah, lakini tunanyamaza
pale watu wa batili wanapoongea batili zao, tunanyamaza kana kwamba tunawaunga mkono. Kwa hiyo wanajiona kwamba hawapingwi, watu wamewawafiki, watu wanawaunga mkono. Kiuhalisia si kweli. Ayuha almuslimun, hebu tuchukulie kwamba kuna mapungufu sehemu, taasisi fulani, wizara fulani, nchi. Haya ni mambo ya kawaida katika mambo ya wanadamu, katika utendaji wa wanadamu lazima yatokee mapungufu, na wakati mwingine ni uzushi. Hakuna mapungufu bali ni uzushi. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mwaka wa 35 hijiria, mwaka wa 35 hijiria, as-sahabiyu al-jalil, al-khalifatu al-thalith, khalifa wa tatu, ambapo Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhulafa. Miongoni mwa makhulafa hao ni Uthman bin Affan. Nani anashaka na ukhalifa wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na ubora wake, mkwe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nani anashaka na ubora wake? Nani anashaka? Khalifa, kiongozi wa umma, wanakusanyika waandamanaji, wafanya mapinduzi kutoka maeneo mbalimbali, Masri na Yaman na kwingineko, Iraq, wanakusanyika na kumobilize watu, kukusanya vijana. Kwa wakati huo vijana wa wakati huo sijui walikuwa wanaitwaje, lakini kwa sasa hivi ndio wanaoitwa Gen Z, ambapo tumebaini pia ni fikra ya kama kundi maalum la kutaka kufanya uharibifu katika nchi. Almuhimu, Uthman bin Affan khalifatu rashid, anaongoza kwa kitabu na sunna, kwa uadilifu, ni khalifa wa tatu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja Umar, akaja Abu Bakar, akaja Umar, kisha Uthman. Pamoja na hivyo wakakusanyika hawa watu waandamanaji, makhawarij kutoka maeneo mbalimbali, wakimtuhumu Uthman bin Affan kwa tuhuma mbalimbali za uongo, nyingi za uongo, nyingi wameelewa vibaya, nyingi tuhuma tu, maneno tu ya mtaani, hazina ukweli wowote. Nitawapa mfano tuhuma moja miongoni mwa tuhuma ambazo wametuhumiwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, eti kwamba yeye Uthman ibn Affan hakuwepo katika bai'atu ridwan, au hakwenda katika vita vya Badr, au hakuwepo katika vita vya Uhud, au aliondoka katika vita vya Uhud. Hizi tuhuma batila. Katika vita vya Badr, Uthman bin Affan aliamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam abaki Madina kwa sababu mkewe ambaye ndio mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mgonjwa. Sasa hawa wanasema Uthman hafai katika ukhalifa kwa sababu hakushiriki katika vita vya Badr. Uongo. Wanasema Uthman hakuwepo katika bai'atu ridwan. Si kweli. Uthman alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Maka kujadiliana sulhu na Makuraishi. Kwa hiyo si kweli kwamba hakuwepo. Uongo. Kwamba Uthman alikimbia katika vita vya Uhud, si kweli, kwa sababu katika vita vya Uhud mwanzo Waislamu walishinda. Mara ya pili kuna Waislamu waliasi amri ya Mtume, wakashuka katika kilima cha Jabal Rumat, walienda Madina. Wanajua makufari wakawashtukizia Waislamu wakaparaganyika, wakawa hawapigani kwa khutwa ya kivita, kwa ile njia ya kivita inayojulikana, wakawa wameparaganyika kwa sababu wameshtukizwa kwa nyuma pale, kila mmoja akakimbilia upande wake. Kwa hiyo si kweli kwamba Uthman alikimbia. Uongo. Na katika tukio hilo Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe masahaba kiwemo Uthman, akasema walaqad afa Allahu anhu, Allah amewasamehe. Hizi ni tuhuma baadhi ambazo wanazizusha waliokuja kufanya mapinduzi na kufanya maandamano kumuondoa Uthman bin Affan, na walifanikiwa kumuua kwa maneno ya uongo, walifanikiwa. Kwa hiyo uzushi unapoachwa na kuenea na kusambazwa,
hasa unaohusu amani na usalama wa nchi, unapoachwa kuna hatari kubwa, kwa sababu amani ikiondoka, kwa sisi kuzembea kuilinda amani hii, tumeikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.